Z, mambo? Fresh, mambo. Safi, uko vizuri? Niko vizuri, inakuaje? Salama. Mmekuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Young Africans hapo kesho. Leo mnafanya maandalizi katika mchezo huu yakiwa ni ya mwisho. Plani za mechi ya kesho zikoje kwa upande wenu, lakini pia morali ya wachezaji mara baada ya kusafiri? Tunafahamu mchezo wa mwisho nyumbani mmepoteza mbele ya JKT Tanzania. Kiukweli ni mchezo ambao sisi tumekuja tukiwa tuna hasira ya kutaka kurekebisha makosa ambayo tuliyafanya kwenye mechi iliyopita. Kama ambavyo umesema tulipoteza dhidi ya JKT Tanzania, kwa hiyo itakuwa jambo baya sana kama tutapoteza mchezo mwingine dhidi ya Young Africans hapo kesho. Tupo kwenye hatua ya mwisho leo ya maandalizi, yamebaki masaa machache kabla ya mchezo wenyewe. Furaha zaidi ni kwamba hakuna changamoto yoyote mpaka sasa kwenye timu yetu. Wachezaji wote ambao mwalimu aliwaandaa kwa ajili ya mchezo wapo tayari, lakini kila mchezaji anatamani kuanza kucheza kwenye huo mchezo kwa sababu anahitaji kuisaidia timu kuweza kufanya vizuri, kwa maana kuweza kushinda huo mchezo. Ni mchezo ambao uchukulia kwa umuhimu mkubwa kwa sababu tunaamini tunacheza na timu ambayo ni bora, kwa na sisi ndio nafasi yetu ya kuonyesha ubora wetu ambao tuko nao, ili na sisi tuweze kuwaonyesha Watanzania kwamba Fountain Gate ni miongoni mwa timu bora sana kwa sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mkiwa mnaenda kucheza na Young Africans, ni moja ya timu ambazo zinashiriki mataifa. Wametoka kucheza mchezo wa mwisho kule Algeria wakipata sare mbele ya JS Kabylie. Ni kama Young Africans wana morali fulani hivi na ile nguvu na energy kubwa kwamba yes, tuko ligi ya mabingwa tu makundi, tumefanya vizuri, tunaenda kukutana na Fountain Gate. Mara mwisho hapa walipata ushindi pia. Haiwapi hofu kwa Young Africans ya msimu huu na namna ambavyo wameimprove kwenye ligi na kimataifa? Kwanza sisi tunaona fahari, yani kwetu sisi ni kama bahati. Yanga ametoka kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, kwa hiyo wanakuja ndani kwa sababu mimi naamini kwenye mioyo yao wanatuchukulia sisi poa. Yani wanaona yani wale sisi tunaenda tunachukua, tunawapiga zetu 4, tunawapiga 3, wanaondoka. Mimi niwaambie, miongoni mwa timu ambazo hazina pressure hata kidogo kucheza na Yanga ni pamoja na Fountain Gate. Na kwa kipindi cha miezi 3-4 hii itakuwa ni mara ya pili tunacheza na Young Africans. Tulicheza mechi ya kirafiki hapa KMC, kesho tunakwenda kucheza mechi ya ligi. Mechi ya kirafiki ile tuliwakosa walitufunga 2-1. Kwa hiyo mechi ya ligi ni mechi ambayo kwanza tunasahihisha makosa ambayo tuliyafanya kwenye mechi ya kirafiki ambayo tulicheza nayo, lakini jambo la pili ni kwamba huu ni mchezo wa kutafuta alama 3. Tuna pointi 10 kwa sasa. Tukipata alama 3 kesho, maana yake tunafikisha alama 13. Tukipata alama 13, tafsiri yake ni kwamba tunakwenda kwenye mapumziko tukiwa tuna uhakika wa kuwepo miongoni mwa timu ambazo zipo nafasi ya 5, ya 6 mpaka ya kwanza pale juu. Kwa hiyo hamasa ni kubwa sana miongoni mwa hawa wachezaji, na kila mchezaji anaamini ya kwamba kesho Young Africans anakwenda kufunga. Ndio, sio mchezo rahisi, ni mchezo mgumu, lakini kwa namna ambavyo sisi tumehamasika, nashindwa kuieleza hapa watu wakaielewa kwa maneno. Natamani waone hiki ambacho nakizungumza kwenye uwanja huu kesho kwa dakika 90. Wengi wanaamini ukicheza na Yanga ni mtu wa kufungwa, lakini sisi Fountain Gate sio wa kufungwa na Yanga kesho. Sio wa kufungwa na Yanga. Wao wanataka kuwafanya daraja ya wachezaji ambao wamewazidi, yani daraja la kutoka hapo walipo ili wajitangaze kitaifa pamoja kupitia Young Africans pamoja na kimataifa. Tulikuwa tunawataja, mimi nilikuwa nawataja hapo wachezaji. Kuna mchezaji anaitwa Henry David Messi. Watanzania wengi hawamfahamu, wengi wanasikia tu kuna Messi Babati, kuna kesho atamuona hapa. Na amekuwa akisisitiza tangu jana kwamba huu ni mchezo wa yeye kujitangaza. Huu ni mchezo wa yeye kuwaonyesha watu kwamba mimi naujua kuuchezea huu mpira. Achana na huyu kijana mdogo Chuga ambaye tayari washamuona na tuzo ya mchezaji bora mwezi Oktoba, lakini kuna watu hapa wanataka kuwaonyesha Watanzania kwamba wao ni wachezaji ambao wanapaswa kucheza timu kubwa zaidi ya hizi ambazo ziko hapa Tanzania. Kwa hiyo kauli mbiu ambayo sisi tunakwenda nayo kesho ni ushindi, lakini tunataka tutengeneze makovu kwa Young Africans msimu huu. Tunafahamu hawajafungwa muda mrefu, kwa sisi Fountain Gate tunataka kuwa timu ya kwanza kuwafunga. Inawezekana sasa. Ali amesema kwamba huyo Chuga huyo yeye anamjua pengine kuliko wewe ambao unamjua, yeye ni wa kwanza kufahamu. Yes, alimuona wakati yuko mtoto na alimuona wakati bado hajapata joto la ligi kuu. Chuga yule aliyemuona miaka 2-3 nyuma sio Chuga huyu. Chuga huyu kashachafuka, ashakuwa na hasira. Kwanza anachokiota yeye
ni kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi kesho. Ataweza kumfunga Djigui Diarra? Kwa zile namna ambavyo Diarra huwa analiacha lango hivi. Kesho si wanasema wanamokotesha. Watamkimbia hapa uwanjani. Watamkimbia ni kesho, sisi tunaharibu siku yake. Tunaharibu siku yake kesho. Nawaambieni kabisa. Amefanya mabalaa mechi na FAR Rabat, mechi na JS Kabylie. Chuga aje amsumbue Diarra kweli? Huyu Chuga Zai nimtaja huyu ni mchezaji wa daraja kubwa. Yaani ni mdogo kiumri lakini mchezaji mkubwa kimatendo uwanjani. Kesho anakwenda kuharibu hiyo sijui nini day. Anakwenda kuiharibu kesho Chuga. Achana na Chuga. Yaani kuna mtu unajua wanamsahau. Kuna mtu ana bleach hapa kichwani. Anaitwa McDonald Obas. Huyu mtu kazi yake ni kufunga tu. Kwa hiyo mimi niseme tu kesho ni siku ya kupeleka huzuni kwa Young Africans. Kesho ni siku ya kuinyamazisha nchi na taifa kwa ujumla, kwa sababu tunakwenda kutibua kidonda ambacho kilitulia kwenye mchezo wa kesho. Ally Kamwe yes anamjua Chuga. Mimi namwambia hamjui Chuga. Hamjui Chuga. Kama wewe Chuga haumjui kabisa, kesho ndo utamjua hapa Chuga. Na ninamwambia aondoke kesho akiwa anakuja uwanjani, kwenye akili yake ajue kwamba kuna mchezaji mwingine ana jezi namba 30 mgongoni. Mechi ikisha tuone pia. Nani? Siwezi labda Ally Kamwe ndo akimbie. Kwa sababu sisi kesho tunashinda, kwani nikimbie? Wewe kama kesho mnashinda. Sisi kesho tunashinda. Sisi kesho tunashinda 100%, nawaambia Watanzania. Hatuna hofu. Kwanza sisi ni timu ambayo inacheza mpira mzuri kuliko timu zote Tanzania. Young Africans wacheze mpira wa kuvutia. Sisi kesho ndo tutageuka burudani hapa KMC Complex. Young Africans hawacheze mpira wa kuvutia kutuzidi sisi Fountain Gate. Kwamba weka pale tuondoke, piga kule tutembee. Kwanza sisi winga zetu zote ni winga za mbwembwe. Unajua mpira lazima una madikodiko. Kwa hiyo tunao watu wa kuweka madikodiko. Tuna watu wa kupasi. Sisi kwa mtu ana bleach hapa, bleach linang'aa hivi, rangi ya dhahabu haswa. Mtamwona kesho kule kwenye kibendera anakwenda kushangilia. Na picha yake tatawala mzee. Kama mnawinga kumzidi Pacome. Huyo Pacome aingie mara 2. Kwa huyo winga. Huyo Chuga mmoja? Pacome 6. Yaani unajua watu watasema kama anafanya dhihaka, lakini sisi tuna vijana ambao watatotoa kimasumaso kesho. Umeona watoto ambao wana majina, kesho ndo Tanzania itawajua. Tusubiri kesho. 100% alama 3 kesho sisi tunazichukua. Sawa hizo. Kabisa. Karibuni sana na nitawarika kwenye party ya kumfunga Young Africans. Tutawatangazia. Tunaweza tukaamua hata mitaa kule Kariakoo, tukatafuta eneo moja, tukafanya party yetu ya ushindi. Shukrani. Asante sana.